China gets 90% of its oil from the Strait of Hormuz, and they should be policing. Ni mwendelezo wa kauli za shombo na hotuba mbovu na mbaya mno kuwahi kushuhudiwa katika ulimwengu huu wa karne ya 21 katika vita tangu mapema Februari 28 mwaka huu 2026. Si pengine bali ni katika vita vya Irani na Marekani, ambapo siku ya leo ni karibu siku ya 33 tangu vita hivyo kuanza kwa shambulizi la Marekani lililoua viongozi wakuu wa Irani wakiongozwa na Ayatollah Said Ali Khamenei. Sasa siku ya leo ulimwengu umezizima tena upya mara baada ya kauli hii ama hotuba hii ambayo imetajwa kuwa mbovu zaidi na yenye kichefu-chefu kwa walimwengu wa karne hii ya 21, hasa kwa raia wa Marekani, iliyotolewa na rais wao Bwana Donald Trump, yeye mwenyewe akidai ya kwamba ndiyo hotuba kubwa kuwahi kuitoa, ikifuatiwa na ile hotuba ya kwanza aliyoitoa mara baada ya kuishambulia Irani mapema Februari 28 mwaka 2026, akimuua kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Said Ali Khamenei, ambapo siku ya leo Trump ndio ameharibu zaidi kuliko siku zote ambazo ameshawahi kuzungumza mbele ya umma na mbele ya kamera, ambapo usiku wa jana Rais Trump alikuwa na mazungumzo na hotuba yake ambayo aliita kuwa hotuba nyeti sana kwa Wamarekani na kwa watu wa ulimwengu mzima, na alitangaza kabla ya saa moja kuweza kufanya hotuba hiyo, basi macho ya watu wengi sana, vyombo mbalimbali vya habari vikawa pending vikiandika kwamba 1 hour remaining, Trump addresses the world, watu wakijua ya kwamba mambo makuu ambayo Trump atayazungumza, wengine wakitabiri ya kwamba Trump kujiondoa kwake katika umoja wa NATO na umoja wa kujihami ama umoja wa kura turufu, wengine wakitabiri ya kwamba Trump ataongelea moja kwa moja kushindwa kwake kwa vita dhidi yake na Iran. Na kweli matabiri ya watu yakawa mule mule. Sasa Rais Donald Trump wa Marekani ameushangaza ulimwengu mzima na ameacha vinywa vya watu midomo wazi mara baada ya kuongea kauli ambayo haikutarajiwa kuzungumzwa na yeye katika kinywa chake kupitia umma wa watu ambao walitenga muda wao kuweza kumsikiliza, ambao baadaye wakauita ushubwada aliyozungumza Rais wa Marekani Bwana Donald Trump, ambapo Rais Donald Trump wa Marekani baada ya kuyaambia mataifa ya Ulaya na washirika wa umoja wa NATO kule magharibi kwamba wanapaswa waende wakafuata wenyewe mafuta yao pale Mashariki ya Kati katika mlango wa bahari wa Hormuz, yani the Strait of Hormuz. Sasa Marekani kwa mara ya kwanza amelia kwa adui wake China, ambapo ameiomba China kimtindo kama kawaida yake, amekuwa kikashifu alafu anaomba msaada. Sasa leo amekashifu China alafu ameiomba msaada kwa namna ambavyo mtu ana uwezo kuchanganua mambo. Rais Donald Trump wa Marekani ameiomba msaada China iweze kuingilia kati mzozo wake yeye na Irani, akiambia China iweze kuingilia katika mlango wa bahari wa Hormuz isaidie Marekani katika vita hivi vikubwa kabisa dhidi yake na Iran, ambapo amesema China inapata mafuta yake kwa takriban 90% kutokea katika mlango wa bahari wa Hormuz, yani Strait of Hormuz around the Gulf. Akisema hivyo basi taifa la China halina budi kuweza kunyakua mlango wa bahari wa Hormuz, na akieleza kwamba Marekani iko tayari kuweza kujiachia na kuiachilia mbali Strait of Hormuz, akisema haina tena manufaa, haina tena faida kwa Marekani. Kwa hivyo China ambayo kila amesema inapata mafuta yake kwa 90% kutokea Ghuba, mlango wa bahari wa Hormuz, inapaswa ingilie kati na kuweza kunyakua mlango wa bahari wa Hormuz na kupata mafuta yake hayo ambayo yeye ameaita ni 90% kwa Uchina. Waswahili wanasema kwamba mbio za sakafuni huishia ukingoni. Walipozungumza hili hawakuwa na maana mbaya ama maana ya kutukana watu ama maana ya kukashifu watafutaji ama pambanaji, bali walikuwa na maana halisi kwa watu kama hawa wakina Donald Trump, rais wa Marekani. Sasa hebu tumsikie hapa rais wa Marekani Bwana Donald Trump akilizungumza hili kwa kina na kwa undani kabisa, akiwa hana hata chembe ya aibu wala chembe Waswahili wanaita haya. Na hapa alizungumza hivi: The problem that we have is we really don't need any more oil. It'd be nice to take it, but we don't need it. And we say to Europe and all these countries that do, China gets 90% of its oil from the Strait
of Hormuz. Lile tatizo ambalo niliwaasa mataifa ya Ulaya juu ya kwenda kuwafuata wenyewe mafuta yao katika mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa si tu mataifa hayo ya Ulaya, bali hata China pia inajipatia mafuta yake kwa karibu 90% kutokea katika mlango wa bahari wa Hormuz. Na wanatakiwa waweke shinikizo kali sana kwa Irani katika mlango wa bahari wa Hormuz ili waweze kuendelea na kunufaika na 90% ya mafuta wanayoyapata kutokea katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hakuna namna nyingine ya kufanya. Na niseme wazi kwamba kama sisi tayari tumeshafanya mambo makubwa sana katika Ghuba ya Uajemi, hatuna tena cha kusubiri, na tuna mpango wa kuachilia mbali eneo hilo la Ghuba kwa sababu kuna tena kilichosalia kwetu. Hivyo basi, China na mataifa mengine ya ukanda wa China hawana budi kutumia silaha zao za moto, bunduki na vikosi vikubwa walivyokuwa navyo kuweza kushinikiza Irani, taifa dhaifu sana katika Ghuba, ili waweze kujipatia mafuta hayo. Nashinda kuelewa kabisa kama Ufaransa na mataifa ya Magharibi wana vikosi vingi sana, wana jeshi imara sana, lakini wanashindwa kabisa kutekeleza jukumu hilo. Nashinda kuelewa ni kwa nini. Lakini nafikiri taifa kama Korea Kusini lenye vikosi imara zaidi ya 45,000 vya majini vinaweza kutekeleza jambo hili endapo China itashindwa kabisa na ikaachilia mlango wa bahari wa Hormuz. Someplace, and they'll say, oh, it's not totally clean, so let them do it. Let France do it. They get a lot of oil from the Strait. Let the European countries do it. Let South Korea, who was not helpful to us, by the way, let South Korea, we only have 45,000 soldiers in harm's way over there right next to a nuclear force. Let South Korea do it. Hii ni kauli ya kwanza ya Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ambayo imetajwa kuwa kauli ya shombo kwa usiku wa kuamkia hii leo aliyoitoa, akizungumza wazi wazi dhamira yake ya kuiomba taifa la China kuweza kuishambulia Iran kupitia mlango wa bahari wa Hormuz na kuteka ama kuchukua mafuta yaliyokuwa katika eneo hilo, akisema kwamba mataifa ya Magharibi, mataifa ya Ulaya yakiongozwa na Ufaransa yameshindwa kabisa kutekeleza jambo hilo, akisema kwamba Korea Kusini ndio ambayo inaweza kutekeleza jambo hilo. Kwa hivyo hapa, kwa mtu ambaye ana mchangamnuo wa haraka wa akili yake, ni kwamba Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anaomba msaada wa wazi kwamba mataifa hayo yaweze kumshika mkono ama kumuunga mkono katika jambo lake hili la kuishambulia Irani na kuteka mlango wa bahari wa Hormuz, kwa kile ambacho kinaonekana wazi ya kwamba Marekani imeshindwa dhahiri shahiri kutekeleza jambo hilo la kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa kufuatia hilo na kauli yake ambayo imeelezwa kwa ya shombo zaidi, Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amezungumzia pia juu ya mashambulizi yake ambayo amesema yako pale pale, ambapo ameeleza umma wa Marekani kwamba kufuatia kile ambacho ameita ukaidi wa Irani juu ya makubaliano ama mapatano na Marekani katika zile siku ambazo walitenga, na kama haitakuwa hivyo kwa siku za mbeleni, basi Marekani imetoa tena wiki 2 hadi 3 mbeleni kuweza kutekeleza adhima yake ile ya awali ya kushambulia miundombinu ya umeme ya Irani, akisema ni katika utekelezaji wa ahadi yake ya kufanya hivyo kwa taifa lile ameita dhaifu la Irani. Na akilizungumza hilo Bwana Donald Trump amesema, na hapa tumsikie. Much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. The nuclear sites that we obliterated with the B-2 bombers have been hit so hard that it would take months to get near the nuclear dust, and we have it under intense satellite surveillance and control. If we see them make a move, even a move for... Ni kauli yake hiyo ya Rais Donald Trump katika mwendelezo wa kauli zake na hotuba yake ambayo imeelezwa kwa ya shombo zaidi aliyoitoa usiku wa kuamkia hii leo.
Mbali na kauli hiyo, pia Rais Donald Trump amekashifu Irani akisema kwamba Irani kwa sasa haina tena tegemeo wala haina tena mwelekeo kwa kile ambacho ameeleza imepoteza vikosi vyake muhimu, imepoteza makamanda wake wakubwa, na sasa Irani imesalia kuwa giza nene na Marekani imekaribia kupata ushindi katika siku za usoni. Ambapo akielezea hilo, Rais Donald Trump amesema, Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime. Sasa ni kiza kinene kwa Wairani na ni kiza kinene kwa jeshi la walinzi mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Kikosi cha majini cha jeshi la Irani kimekwenda na maji. Kikosi cha angani cha jeshi la Irani pia kimekwenda na maji. Viongozi wao ambao pia ni mihimili yao mikuu ya watu wa Irani imesambaratika. Yaani wote tayari tumekusha waua. Na kimsingi udhibiti mkuu na amri kuu ya jeshi la walinzi mapinduzi ya Kiislamu IRGC tayari imeharibika vibaya. Kiufupi tu naweza kusema kwamba maadui zetu wameangamia, yaani wamepoteza, na wa Amerika tumeshinda. Dramatically curtailed and their weapons, factories and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Na kufuatia kauli yake hiyo ya shombo zaidi ya Rais wa Marekani Donald Trump, ameonyesha pia dhamira yake ya wazi ya kujiondoa umoja wa NATO kufuatia tangazo la katibu mkuu wa umoja wa NATO kwamba ataonana na Rais Donald Trump kwa siku za hivi karibuni ama siku za usoni. Sasa Rais Donald Trump katika hotuba yake ya usiku wa kuamkia leo ameonyesha dhamira ya wazi ya kujiondoa ama kujingatua katika umoja wa NATO, umoja wa kura turufu ama umoja wa kujihami, kwa kile ambacho amesema umoja huo kutoonyesha ushirikiano madhubuti na Marekani katika vita vyake hivi ambavyo amevitaja kuwa vita vikubwa dhidi ya Irani, akisema ni vita vya ushindi. Sasa akilibainisha hilo, Rais Donald Trump ameendelea kuwashukuru washirika wake wa Mashariki ya Kati akiwemo Kuwait, Bahrain, Qatar na Saudi Arabia, akisema kwamba mataifa hayo yamekuwa na mchango mkubwa katika vita hivyo na wamekuwa akionyesha dhamiri ya wazi ya ushirikiano dhidi ya Marekani. Na akilizungumza hilo, Bwana Donald Trump amesema, So I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar. Katika nafasi ya pekee napenda kuwashukuru washirika wetu wa Mashariki ya Kati wakiongozwa na Saudi Arabia, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait. Kwa hakika wameonyesha ukubwa wao kwa kuonyesha dhamira yao hiyo ya wazi. Basi niseme wazi ya kwamba hatutowafanya waweze kudhurika kwa namna yoyote ile ama kupitia magumu katika jitihada zao hizi kubwa kabisa katika vita hivi dhidi yetu na Iran. Na huo ndio mwisho wa nukuu ya Rais wa Marekani Donald Trump kwa kile ambacho amekieleza ushirika wa karibu wa mataifa ya Mashariki ya Kati, akisema kama vile Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia na UAE. Sasa jambo hili la Marekani kuendelea kuyataja mataifa haya kama washirika wake wa karibu, jambo ambalo linaongeza uhasama wa wazi mataifa haya kuonekana kwamba yako na Marekani, na hivyo kuiongezea uhasama kwa Irani. Irani itaendeleza mashambulizi makubwa kama ambavyo imekuwa ikisema kwa mataifa haya washirika wa Marekani kule Mashariki ya Kati. Katika hatua ambayo imefikia Marekani kwa hivi sasa ni hatua mbaya na ngumu zaidi ambayo Marekani imeendelea kutapatapa na kuonyesha dhahiri shahiri kwamba vita dhidi ya Irani vimekuwa vigumu sana kwa Marekani na vimekuwa vikibua taharuki kubwa sana kwa Marekani. Na hii yote inajidhihirisha wazi mara baada ya ukinzani na shinikizo kubwa kutokea kwa mataifa washirika wa Marekani kule magharibi, lakini pia na hata Marekani wenyewe, raia wa Marekani, ambapo kwa siku za karibuni wamekuwa wakiandamana wakipinga kile ambacho Marekani amekuwa kikifanya kwa taifa la Irani, wakisema no kings no war to Irani, yani hakuna tena utawala wa kifalme na wala hakuna tena vita dhidi ya Irani, wakieleza wazi wazi kwamba Marekani inapoteza rasilimali zake muhimu, ikiwemo rasilimali watu, lakini pia na rasilimali fedha katika vita ambavyo havina uso, havina kiwiliwili wala havina manufaa kwa watu wa Marekani. Ikumbukwe kuwa haya yote yanakuja wakati Marekani kupitia rais wake Donald Trump
ametangaza dhamira yake ya wazi ya kwamba mara baada ya kuisha kwa vita vya Irani, basi ana mpango wa kuhamia taifa la Cuba, akisema kwamba Cuba pia imekuwa kama Venezuela na imekuwa kama Irani katika kuharibu dhamira ya Marekani na kuharibu mipango yote ya Marekani. Vita bado ni mbichi kati ya Irani na Marekani, na kila upande ukivutia kwake mashambulizi yakiendelea kurindima katika anga la Mashariki ya Kati. Si Israeli wala si washirika wa Marekani ukanda huo. Yapi maoni yako kufuatia mwendelezo wa vita hivi vya Iran na Marekani, ikiwa leo ni siku ya 33 tangu kuanza kwa vita hivyo mapema Februari 28 mwaka huu 2026, mara baada ya shambulizi kubwa kabisa la Marekani lililotekelezwa kwa kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Said Ali Khamenei na baadhi ya raia pamoja na makamanda wakubwa wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Mimi naitwa Chifu Mkuu wa Itifaki na hii ni Yuhoma TV. Uwe na wakati mwema hadi wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.